Unajua kwamba Jumatano kumekuwa na kelele Kenya mzima kwa sababu ya vurugu hapa na pale. Lakini mimi nashukuru hapa Rwanda kwa sababu hatukuharibu mali ya mtu hapa Rwanda, sio? Mwanole juzi Nairobi la watu 16 waliuawa kwa sababu ya njia ambayo ilikuwa nzuri. Japo kuwa katiba ya Kenya inasema kwamba sisi tuko na uhuru wa kuandamana, lakini haisemi tuko na uhuru wa kuchoma mali ya wenyewe, uhuru wa kuua watoto wenyewe na kuharibu mali ya wenyewe. Na mimi nashukuru kwa sababu Rwanda japo kuwa kuna watu ambao walikuwa na mambo, lakini hatukuharibu mali ya mtu, hata maandamano iko hapa. Sio ni mzuri? Mimi nasema asante, tuiche vile. Maana unapochoma duka ya mtu pale, unaochoma duka ya nani? So, si ni mmoja wetu? Unonianga bukala boyfriend. Kwa hiyo mimi nasema ni asante kwa sababu kuna mengi ambaye tungesema, lakini mlikuwa na amani mingi sana. Vijana wa Rwanda muko? Vijana muko? Jenzi oe. Jenzi oe. Unajua vijana Kenya sasa ni ya Kenya yao. Vijana wa sasa hawastahili kufinyiliwa chini. Hawastahili kukosa kuheshimiwa. Na mimi nasema heko kwa vijana wa Rwanda kwa sababu mlikuwa watu heshima sana. Kwa sababu japo kuwa kuna mambo hapa na pale, hamukuua mtu, hamukuchoma kitu wenyewe ama kurusha mawe kwa duka ya mtu. Mimi nasema nini? Asanteni. Kwa sababu unapovunja duka ya mtu, unavunja duka ya mwenzako. Unaporusha mawe kuumiza mtoto wa mtu, unaumiza mwenzako. Mimi nasema asante kwa vijana wetu kwa sababu tulionyesha nidhamu ya hali ya juu sana. Nami kama kiongozi wao nasema kwamba ni asante kwa hiyo kazi nzuri, sio? Ni kweli kwamba tuko na matatizo mengi Kenya hii. Lakini sisi ambao tumechaguliwa tuko na jukumu ya kufanya kazi vile ambavyo tumechaguliwa. Na kazi yangu kama kiongozi ni kuona kwamba nimeweza kuongoza watu wangu vile ambavyo katiba ya Kenya inasema. Katiba ya Kenya haisemi umvurushe mtu. Inasema unaweza ukaandamana ndio, lakini sio kuchukua nafasi yako ukamdhulumu ama kumharibia maisha mwenzio. Na kitu ambacho nasisitiza hapa Rwanda ni kwamba tungalipenda watoto wetu wapate kusoma. Nimekuwa hapa Imhaya, wanafunzi wetu karibu 200 na kitu hivi shule. Lakini shule ni kubwa kuliko wanafunzi 200. Yangu ni kuomba wazazi, iwapo kuna mtoto wako nyumbani, chukua jukumu lako kama mzazi, ona kwamba mwanafunzi yuko wapi? Shuleni. Kwa sababu tungalipenda kubadilisha sura ya Rwanda. Na kubadilisha sura ya Rwanda ni kwamba wanafunzi wapate kusoma. Rwanda mara ya kwanza limeanzisha college ambayo inaweza kufunza watoto diploma. Kama umefanya form 4 haujaenda college, sasa college imekuja hapa karibu Rwanda, ambayo itafunza mambo ya engineering. Unataka kuwa fundi wa gari, unafunzwa pale. Unataka kuwa fundi wa stima electrical, unafunzwa pale. Unataka kuwa yule ambaye anatengeneza nywele, unafunzwa pale. Yule ambaye anafanya mambo ya upishi, anafunzwa pale. Yule ambaye anafanya mambo ya habari, anafunzwa pale. Kwa sababu hii ukiangalia Rwanda kuna wanafunzi wengi sana ambao wamepita kwenda university, lakini pia kuna wengi sana hawana hiyo nafasi ya kwenda university. Inabidi basi tuende kwa hizo shule za katikati ili watoto wetu wapate kusoma. Kwa hivyo tuko na Rwanda TTI ama ukipenda Rwanda Technical and Vocational College. Ni college ya kisasa ambayo imeanzishwa na serikali kuu kupitia kwa mradi wetu ili kuona kwamba watoto wetu wanasomeshwa pale. Mwezi wa Septemba ulifanya form 4, ukapata C-, ukapata C, ukapata D+ ama D ama D-. Hiyo nafasi iko pale, enda ukajiregister ili uweze kusoma kile ambacho ungependa kusoma. Sio ni mzuri? Manake iwapo uko na nguvu ama na ujuzi wa mkono, unaweza ukapata kazi mahali popote. Iwapo uko na ujuzi wa mkono, uweze ukajitetea na kujisimamia kila mahali. Kwa hivyo vijana wako hapa na wahisi kwamba mwezi wa Septemba kuna mambo yanaanza pale Rwanda Technical College, ili uende ujiandikishe pale ili kwamba uweze kupata nafasi ya kufunzwa. Nikimalizia, siasa ya Kenya kwa sasa imekuwa mambo mengi sana. Na mimi kwa sasa niko mambo ya maendeleo. Ama mkalipenda nipige siasa? Mwenyewe uchake kuyoka? Mwenyewe kuyoke? Tawe. Mliamua kwamba kunichagua ili nifanye kazi. Kazi yangu ni kuchapa kazi mwaka huu wa 2025. Niko busy nafanya kazi. Mulake ni yako. Munia haba mangana mbole mungu walipicha holasina kazi. Skalimbo. Mwaka 2025 anambe ndi busy ni holasina kazi ya wanyole. Siasa itaanza 2027. Mba. Kwa hivyo wanaotembea hapa mambo ya siasa waambieni Mungu wako busy anafanya nini? Kazi. 25 tuko busy. 26 tuko nini? Lakini 27 Januari nitakuwa niko tayari kwa vita ya kimwili na kiroho. Hiyo iko sawa?
Kwa hiyo kwa sasa hivi wanaotaka kupiga kelele wacha wapige kelele, lakini sisi tuko busy nafanya nini? Kazi. 27 uwanja ukifunguka, mimi nitaweka mambo ambayo nimefanya. Wao pia waweke yao tuone nani amefanya kazi mingi kuliko nani mwingine. Si namna hiyo? Kwa sababu mimi sikuchaguliwa ili nitukane wenzangu. Mimi sikuchaguliwa ili nipigie kelele wenzangu. Mimi sikuchaguliwa ili niwaharibie wenzangu majina. Nilichaguliwa nifanye kazi kwa wananchi wa Luanda. Halo? Fanya nini? Kazi. Kwa hivyo ningeomba vijana na wamama na wazee walio hapa, mwaka huu wache uwe ni mwaka wa kazi. Siasa inakuja huko baadaye, mtaangalia mtu kulingana na matendo yake. Sikarimbo? Kulingana na nini matendo yake? Lakini mnapoangalia matendo, ni vizuri kuwa pia na ukweli. Kuna wale ambao walitumwa kwa shamba walifanya kazi, na kuna wale ambao walikula mbegu. Halo? Umetumwa kwa shamba upande, kuna wale wanakula nini? Maungo anafanya nini? Kwa hivyo nitawachia nyinyi pale 2027 mtaamua kwa hayo, sio? Kwa sasa sina mengi kusema tu, asanteni sana. Ilikuwa nikuja nitembee hapa nisalimie watu wangu na mmekuja kwa fujo sana. Naona mko wengi sana. Lakini ambia mwenzako nimejipanga. Halo? Ambia mwenzako mfanye magani? Na kama kuna ule yako nyumbani ananisikia, mwambie akuje haraka. Halo? Kama yako nyumbani mwambie afanye nini? Kwa sababu leo ni vile nilisema, mimi natoka Wemelabi na naitwa Patrick Ahwale. Mimi nataka niende nyuma hapo kidogo, na nataka niambie watu wa Mabungo na watu wa Wemelabi, kwa ule muda mimi nimekuwa kiongozi, sijawahi ona kiongozi ambaye anachapa kazi kama Pawaso. Ukweli ama uongo? Si ni ukweli? Mimi leo nimetembea kuanzia saa 2 kamili. Tumekuja hapa Ivona, tumefungua ofisi ya chief. Tumeenda Ibuvi, tumefungua madarasa kule. Tumetoka hapo tumeenda Biba, tumefungua madarasa. Tumekuja hapa tumefungua madarasa ingine. Hiyo ni shughuli ya siku moja. Na je, zile masiku zingine amekuwa kizoreti namna hiyo akifungua hizo madarasa, si ni mingi sana? Kwa hivyo bwana Maungu, sisi tunapiga asante. Na haswa watu wa Mabungo na watu wa Wemelabi, kwa sababu sisi tulikuwa tumesahaulika. Huku kwetu kulikuwa kunaitwa Shakahola, hatukuwa tunaona maendeleo. Lakini kwa saa hii mimi natembea nikiwa na kichwa juu, kwa sababu naona ile maendeleo ambayo mbunge wetu anatufanyia. Sitaki kuchukua muda mwingi sana, nataka nimalizie. Abantu banyole nyanya rebe. Abanyole kulinde constituency chianga. Abanyole kulinde constituency chianga. Kulinde ena nende ena. Nende undi. Rwanda mba. Kulinde constituency chibiri. Rwanda nende Muhaya. Sikalimbo nomba. Gavana wefarula ena. Gavana wefarula ena. Gavana wetu anatoke Muhaya. Kwa hivyo watu wa Muhaya washapata gavana, si ndio? Kwa miaka ngapi? Miaka ngapi? Na sisi watu wa Luanda tunasema mwaka huu ama 2027 sisi pia lazima tutoe si ndivyo? Na huyo wetu tunatoa ni nani? Hebu semeni watu wasikie ni nani? Mimi sitasema mengi. Kama kuna mtu hapa anatafutia mtu wa Muhaya tena kura ya ugavana, ashindwe, si ndio? Nyasaa balinde. Mami Maungu, karibu sana.